Kwanza nimefurahi sana kwa sababu ni jambo kubwa sana kuwa kwamba nimekumbukwa na klabu yangu pendwa Simba Sports Club na kuwa kwenye siku ya leo, kwa sababu Simba imetimiza miaka 90 na ilikuwa siku nzuri, japo tumefungwa siku ya leo, lakini ndio hivyo, mambo yameenda sawa na nimefurahi sana kuwepo hapa leo. Natamani kufahamu namna ambavyo ulipokea kwa mara ya kwanza nakwambia utakuwa kwenye Simba Day. Ilikuwa furaha sana kubwa kwa sababu hapo, kama mfano, nilikuwa sina hata mpango wote wa kuja huku Simba Day, lakini nikapata message kutoka kwa CEO akaniambia kwamba tunaomba tukualike. Nikamwambia sawa, nika stop kila kitu ambacho nilikuwa nafanya, nikakubalia mwaliko huu kwa sababu Simba ni part of my life and hakuna jinsi nilikokuwa naweza kukataa kuja. Umepata nafasi ya kushuhudia mchezo huu leo ukiwa kama mchezaji mwandamizi, lakini pia umeshuhudia nyota wapya kwenye kikosi cha Simba. Nipe mtazamo wako na maoni yako juu ya hiki ambacho umekitazama leo kwa Simba hii. Kwanza chochote ambacho nitasema leo ni kwa sababu timu imefungwa, inaweza yasipokelewe vizuri kwa sababu watu wanaweza kadhani, lakini mimi naomba mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba wasivunjike moyo. Game ya leo ni kama pre-season, timu bado ipo kwenye maandalizi ya kwanza msimu, na ukiona wachezaji bado wanatafuta fitness na ile chemistry, team chemistry. So timu imecheza vizuri kwanza kipindi cha pili, tumeshambulia vizuri, wachezaji wamejitahidi kupata nafasi, kutengeneza nafasi, lakini ndio hivyo, timu ile imepata nafasi moja na kuitumia, na sometimes mpira unakuwa hivyo. Simba wamepata nafasi wakakosa na wakaenda kule ikaingia ndani. Umecheza kwenye safu ya ushambuliaji, umeitazama vipi safu ya ushambuliaji ya Simba hii, lakini pia kipi hasa Simba waboreshe kwa sababu wana mchezo mgumu unaofuata? Nadhani tu watulize vichwa kwa sababu timu ipo sawa na wachezaji watafanya kazi. Mimi na kila mchezaji ambaye namuona hapo naona yupo tayari kufanya kazi, so ni sasa hivi kutuliza vichwa. Najua pressure itakuwa kubwa kwa sababu game inayofuata ni game ya tano ya jadi, na sasa hivi wamefungwa mpira, watu wataongea sana mtandaoni, watu watakuwa wanasema sana, lakini ni kutuliza vichwa na kuonyesha maturity sasa. Wiki moja iliyopita umetangaza kustaafu soka. Unahamia katika nini baada ya kustaafu? Kwa sasa nahamia kwenye familia. Ni muda sasa hivi niende kwenye familia, lakini pia na mipango ya kuanza courses zangu za coaching na kuangalia mambo mengine, kwa sababu mimi bado nipo kwenye mpira muda mrefu sana, bado mnaniona. Sasa hivi unaishi Kigali, unaishi Uganda? Naishi Uganda. Kigali nilikuwa bado nina kazi kule. Yeah. Tutegemea kushuhudia tena ukija kuitazama mechi ya watani wa jadi? Sio kuitazama, labda kuwa kocha wa. Haya, asante. Shukrani sana. Sawa.